zangu na ndugu yangu Dr. Sule, ndugu zetu wote mlio hapa kutoka taasisi mbalimbali za serikali, za kibinafsi, wanahabari, mabibi na mabwana na watoto, assalamu alaikum. Takbir. Naomba nianze kwa kumtakia rehema na amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na ndugu zangu viongozi wa kiimani mliopo hapa, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa kutuwezesha kufika hapa katika sherehe hii ya Eid al-Adha na kuweza kubadilishana mawazo, lakini vile vile kumtukuza Mwenyezi Mungu na kukumbushana kuhusu wajibu wetu kwa Mwenyezi Mungu. Na ninashukuru kwamba tumetukutana hapa tukiwa na sia njema na nyuso za bashasha. Aidha, nawashukuru sana viongozi wangu katika imani, kwa sababu ni kwa upendo wenu mkaona basi sisi viongozi wenu wa serikali mtualike na mtuwe nanyi hapa katika shughuli hii na katika hafla hii katika mkoa wetu wa Tabora. Ndugu zangu, kama alivyokushasema Dr. Sule, sikio siku zote haliwezi kuzidi kichwa, na sie pamoja na ukuu wetu wa mkoa na ukuu wa wilaya, kwa nyinyi viongozi wetu, nyinyi bado ni kichwa. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa mapokezi, lakini vile vile kwa ratiba nzuri ambayo mmeandaa, na pia nashukuru sana kwa taarifa hii ya BAKWATA ambayo imenipa na mimi taswira ya mambo ambayo mnayofanya hapa mkoani. Ninawapongeza sana. Nawapongeza kwa jitihada zenu katika maeneo mbalimbali. Nimeona kwamba mmefanya juhudi kubwa katika kuimarisha amani, umoja na mshikamano hapa mkoani. Lakini vile vile nimefurahi kwamba mmeweza kutatua changamoto mbalimbali zilizokuwepo, hasa katika kufuatilia na kurekebisha migogoro mbalimbali iliyokuwepo katika masuala ya ardhi, masuala ya mirathi, masuala ya talaka, lakini vile vile katika masuala ya ndoa. Nawapongeza sana. Lakini pia nawapongeza katika mchango wenu katika sekta ya elimu. Naona mmekuwa na shule ambazo mnazimiliki, lakini pia nimeambiwa kwamba na nimeona katika taarifa yenu kwamba mnaendelea kujenga shule zaidi, lakini pia kuanzisha zahanati katika wilaya yetu ya Sikonge. Naomba niwapongeze sana kwa jitihada hizi mnazozifanya. Lakini pia niwapongeze kwa jinsi ambavyo mmeendelea kuimarisha mshikamano na kuweza kuanzisha jumuiya ya wakina mama katika mkoa na katika wilaya zetu, lakini vile vile jumuiya ya vijana katika mkoa na wilaya. Kwa hivyo sasa tuna JAWAKITA, lakini vile JUAKITA, lakini vile vile tuna JUVIKIBA. Nawapongeza sana, na mimi niseme tu kwamba kama mkoa tutaendelea kuwapa ushirikiano na tutahakikisha kwamba umoja wenu huu unakuwa sasa ni kama jukwaa la kupata fursa na kuweza kubainisha fursa mbalimbali zilizokuwepo katika mkoa wetu na jinsi gani mtaweza kupata elimu mbalimbali katika masuala ya ujasiriamali, fursa za mikopo na mambo kadha ambayo yatakuwa yanatoka katika mkoa wetu wa Tabora. Naomba pia niwaombe sana vijana, tutumie vizuri umoja huu ambao tumeuanzisha. Hivi sasa kumezuka desturi kwa baadhi ya watu, hasa wanaotoka nje, kuweza kutumia mwamvuli wa dini katika kuwasajili vijana katika mambo mbalimbali, ikiwepo katika masuala ya ugaidi. Haya mimi mwenyewe nimeyathibitisha nilipokuwa balozi Kenya, na ambapo pia nilikuwa nasimamia na ninawakilisha Tanzania katika nchi ya Sudani. Nilikuta na tukaweza tukawashika vijana wetu wa Kitanzania, vijana wa Kiislamu wenye elimu nzuri sana ya dini, lakini waliweza kusajiliwa katika makundi yale ya Al-Shabaab na kuweza kufanya matukio mbalimbali katika maeneo mbalimbali. Naombeni sana viongozi wetu wa dini
na maustadhi mnaowafundisha katika madrasa, tujikite zaidi katika imani, tujikite zaidi katika kuwakomboa vijana waweze kuchukua taifa zuri la kesho, watakaoweza kufuata maadili yanayoelekezwa katika dini yetu. Naomba sana pia walimu wa madrasa, najua mnafanya kazi katika mazingira magumu sana, na sisi kama viongozi wenu tutaangalia jinsi gani tunaweza tukawa na mchango wa kuweza kuwasaidia katika hili na lile, kuhakikisha mnafanya kazi zenu kwa ufanisi mkubwa zaidi. Kwa hivyo, lakini tuwaombe tu muendelee kuimarisha vijana wetu kiimani, lakini vile vile kimaadili. Ndugu viongozi wangu katika imani, nimepokea pia ombi lenu la kuweza kupata kiwanja kwa ajili ya ujenzi wa mahali ya Kiislamu katika mkoa, na pia kuwa na ofisi nzuri ya kisasa ya mkoa. Naomba niwahakikishie kwamba ombi hili nimelichukua, na madam tuko na mkuu wa wilaya hapa, basi hili tutaenda na hakika ataanza kulifanyia kazi kuhakikisha kwamba manispaa wanaweza kutega eneo hili kwa ajili ya shughuli muhimu. Basi baada ya kupitia na kudurusu yale ambayo yamejitokeza katika taarifa yenu, nami basi niwaombe nizungumze maneno mawili matatu, na binafsi ningependa kuongelea au kuzungumza katika nukta kama 2-3. Kwanza, umuhimu wa sisi Waislamu kuimarisha imani, kujikita zaidi katika imani. Imani inaambatana na maadili mema. Tunapokuwa na imani, ni wazi hata tabia zetu zinakuwa njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anaeleza kwamba ukamilifu wa waumini kwa imani ni ukamilifu wao katika tabia njema, na mbora wao ni mbora kwa wanawake wake, mbora ni mbora yule kwa wanawake wake. Mwisho wa kunukuu. Takbiri. Kwa hivyo tunakumbushwa ukamilifu wa waumini ni katika imani, na ukamilifu wao kwa tabia njema. Kwa hivyo tujitahidi sana kuimarisha na kujikita katika kuimarisha tabia zetu njema. Lakini pia katika hadithi nyingine Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anaelezea kuwa na nukuu, hakuna kitu kizito katika mizani kwa muumini siku ya kiyama kuliko tabia njema. Kama mtu akiwa na tabia njema, hiyo inakuwa ni kinga yake, inakuwa ndio kitu ambacho kimemjenga na kimemuimarisha. Sasa imani inayotokana na tabia njema inajikita zaidi katika kujenga mahusiano mema, kuoneana huruma, kusaidiana, kusudiana mema, lakini vile vile kupatana pale panapokuwa hakuna mahusiano mema. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi naomba niwahusie na nijihusie nafsi yangu pia, tujitahidi kama wote waliokushasema hapo awali, tushikamane katika kamba ya Mwenyezi Mungu, tushikane katika umoja, upendo na mshikamano. Lakini pia katika nukta ya pili, ninaomba sana, pamoja na kwamba tunatakiwa kuimarisha umoja, upendo na mshikamano, lakini vile vile tuangalie wajibu wetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu wetu, wajibu wetu kwa binadamu wenzetu, lakini wajibu wetu kwa wanyama na mifugo yetu, na wajibu wetu kwa mazingira yetu. Na ndio maana tunaambiwa kwamba katika dini yetu hakuna kilichoachwa. Sisi tuna wajibu kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametuumba sote, lakini tuna wajibu kwa binadamu wenzetu kuwa na hali ambayo kunakuwa na usalama. Hapa Tabora sasa hivi kumekuwa na hali ya sintofahamu, na sio utamaduni wetu sisi wana Tabora ambao tunawajua. Na kama nilivyosema, nimepata bahati mimi ya kusoma hapa Tabora katika shule ya wasichana ya sekondari Tabora. Hali ya amani ilikuwa ni siku zote ni salama, watu watakwenda mpaka usiku. Lakini sasa hivi ni nadra sana watu kuanza kutembea usiku akiwa na imani kwamba atafika salama. Hali imekuwa so shwari,
na matukio haya yanafanywa na vijana wetu, watu tunawajua. Naomba tuendelee kukatazana mabaya na kuamrishana mema. Lakini pia katika masuala mazima ya mazingira na wajibu wetu kwa wanyama, sisi tuna neema kubwa. Naweza nikasema Tabora tumepata bahati ya kuwa kama mkoa wa asali na maziwa. Lakini kwa hali tunayoendelea sasa, hali ya kuchoma moto majani ovyo na miti, kukata miti na kutokutunza mazingira, inatupelekea hata wale nyuki ambao tunategemea wawe ndio hazina katika rasilimali yetu, katika dawa, katika mapato, tunaweza tukawapoteza. Naombeni sana, swala la mazingira dini yetu inatuhamasisha. Kama ni thawabu muumini anapata kwa kuondoa uchafu na kuweka katika mahali salama, basi nakuomba tufuate yale ambayo ni mazuri yameelekezwa. Lakini vile vile tuache desturi ya kuchoma moto. Majani yanachoma moto mpaka mjini kwenye manispaa, na ninashukuru mkuu wa wilaya ameamua tarehe 29 itakuwa ni usafi wa manispaa yetu yote, na hiyo kampeni naomba Waislamu tushikamane. Sisi ndio wastaarabu, kama katika vitabu tunavyofundishwa katika masuala ya diplomasia, masuala ya maadili na tabia njema yameandikwa. Kitabu cha kwanza kilioandikwa na Waislamu. Maadili ya mambo mazuri wameiga wazungu kutoka kwa Waislamu, na hayo ndio mambo ya usafi, kutaka kuhakikisha kwamba mambo yote yanakuwa vizuri. Naomba sana swala hili la mazingira sintachoka kuwakumbusha, lakini naomba iwe ni ibada. Tukiona mtu anatupa taka sehemu ambapo haistahili, tumwambie haifai kabla tujaanza kutumia faini, kwa sababu kuna sheria ndogo ndogo ambazo mtu atalipwa faini za papo kwa papo 50,000, itakuwa ni kubwa kwetu. Naomba tuhakikishe tunazingatia hayo. Na ndio maana tunaambiwa kwamba katika Uislamu, akida ya Kiislamu haitofautishi ile kati ya wajibu wa kisheria na wajibu unaotokana na tabia njema. Vitu vyote hivi vimeunganishwa sawa sawa na salamu. Hivyo basi ndugu zangu, tujitahidi kama nilivyokushasema, tuongeze imani zetu, tuhamasishe kutendeana mema, kutakiana mema na kutakiana mabaya. Tusimame katika kamba ya Allah katika tabia zetu na katika maadili zetu. Tuimarishe umoja, upendo na mshikamano, lakini vile vile tuendelee kutunza mazingira. Tuachane na tabia kukata miti ovyo, tabia za kuchoma moto ovyo, na tabia za kutupa takataka ovyo. Basi mimi niseme tu kwamba tukifanya hivyo, Tabora itakuwa salama na neema itazidi kuongezeka. Kama nilivyosema kwamba tuna bahati na tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa hii neema ya asali, na tuna mifugo, kwa hivyo tuna maziwa. Kwa hivyo kama ni katika mji ambao ni wa neema wa asali na maziwa, basi ni Tabora. Tusimkufuru Mwenyezi Mungu kwa kufanya yale ambayo anakataza, tufanye yale mema ili tuendelee kupata neema na baraka kutoka kwa Allah. Na nimalizie kwa kusema kwamba Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika kauli yake alisema kwamba nimetumwa kukamilisha matukufu ya tabia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema nimetumwa kukamilisha matukufu ya tabia. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika yote katika imani, shina kubwa ni tabia zetu. Tuishi kwa kulingana na matakwa na dini inavyotuelekeza. Na hivyo basi tutakuwa na furaha na amani kabisa. Nimalizie kwa kuwatakia wote kila laheri na baraka tele katika siku hii ya Eid al-Adha, na nizidi kuwakumbusha basi tuendelee kuchukua tahadhari. Ndugu zangu, swala hili la corona na wimbi hili la tatu sio la mchezo. Maeneo mengi sasa hivi yameshaanza kuwa na hali tete, na hata sisi hapa hali pia tumepata matatizo. Tuendelee kuhakikisha tunachukua tahadhari. Tusifanye kwa ajili ya serikali, tufanye kwa ajili ya nafsi zetu na ndugu zetu.
jamaa zetu na sisi wenyewe tuchukue tahadhari ya dhati kwa kunawa mikono, kutumia vile vitakasisha mikono, lakini pia barakoa. Tushone barakoa zetu, tuwe na barakoa 2-3. Mtu atakuwa anatumia kama vile anavyotumia leso yake. Akienda anafua, kesho yake anachukua nyingine. Hivyo hivyo itatusaidia mpaka ili wimbi lipite, na tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu basi aweze kutunusuru na kutuepusha na janga hili kama alivyotuvusha hapo awali. Takbiri. Na mwisho niwashukuru sana. Nimesikia kwamba mmepanga kuwa na siku ya dua na maombi maalum kwa ajili ya swala hili la corona, lakini vile vile kuwaombea viongozi wetu wa kitaifa. Nashukuru sana, nazidi kuwasihi kwamba tuzidi kumwombea Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Ni mama mkarimu, rahimu na ni mcha Mungu sana. Naomba tumwombee sana aweze kutusaidia na kutuvusha salama, na neema hii ambayo tunategemea na ambayo tumeanza kuiona itazidi kuwa kubwa zaidi. Tumuombee pia makamu wetu wa rais, na vile vile tumuombee na waziri wetu mkuu. Mwisho, baada ya kusema haya, nawashukuru sana wakina mama, wakina baba, mashehe wote mlioko hapa, ndugu viongozi, mabibi na mabwana, niwatakie kila laheri. Wabillahi tawfiki. Asanteni sana.